Hili ni pumzisho la Mungu kutoka kwa Andrew Kiluru. Limekuja nyumbani kwako kukwambia kuhusu nafasi uliopewa na Mungu. Popote ulipo, Mungu amekupa nafasi. Mungu amekuweka palipo nafasi. Haijalishi wewe ni kabila gani, wewe ni taifa lipi, wewe ni wa familia ipi, wewe ni wa elimu ipi, wewe umesomea nini, wewe upo wapi, wewe ni nani, lakini kwa uwepo wako popote pale ulipo, Mungu amekuweka palipo nafasi ambayo haikaliwi na yoyote isipokuwa wewe peke yako. Popote ulipo, Mungu amekupa nafasi ya upekee isiyokaliwa au kuingiliwa na chochote popote kilipo. Naongea na wewe popote ulipo. Mungu amekuweka palipo nafasi. Amekuweka palipo nafasi ya upekee ya kujitazama kwake, ambapo akijitazama kwako wewe kwa kuonekana kwako, ambapo anapojitazama katika sura yako, sura ambayo anajitazama kwako haipatikani kwingine popote pale. Na hiyo ndiyo nafasi pekee ambayo Mungu amekupatia wewe, kwamba ni ya pekee yako, kwamba upo kama yeye kwa sura ya kujitazama kwake. Upo kama yeye kwa sura ya kufanana na yeye, kwa upekee ule ule kama yeye alivyo. Ndio maana katika familia yako bado wewe akakufanya wa pekee, kama sio kwa jina lako, bali ni kwa sura yako. Kama si kwa sura yako, bali ni kwa taaluma yako. Kama si kwa taaluma yako, bali kwa rangi yako. Kama si kwa rangi yako, bali basi ni kwa kimo chako, na kufanya vyovyote vile, hata muitwe majina sawa, hata muwe na rangi sawa, hata uwe vipi, lakini wewe ulivyo katika dunia, katika mbingu, katika nafasi uliopewa ni ya pekee, na kufanya kwa uchambuzi wowote uliopo, umebakia ni wewe peke yako katika nafasi ya sura ya kuumbwa kwako. Umebakia ni wewe peke yako katika sura ya kuumbwa kwako, kwa kufanana na yeye Mungu anapojitazama na kufurahi. Narudia, katika uchambuzi wote wa kifamilia, wa kikoo, wa kiwanadamu, wa kimtu, wa kimajina, wa kirangi, wa kinyadhifa, wa kiukoo, wa kitaifa, wa kivyovyote, kwa kila kimoja kilivyokuchambua, umebaki katika nafasi yako ya pekee, kwa Mungu kujitazama katika sura hiyo ulionayo. Kumbuka, wewe ni picha au sura ya Mungu katika kujitazama kwako, katika kujitazama kwake. Wewe ni picha au sura inayofanana na Mungu katika kujitazama kwake.
na kukufanya popote ulipo katika hiyo sura ya Mungu, katika kujitazama kwake, umekuwa wa pekee. Umekuwa wa pekee, au amekuweka katika nafasi ya upekee isiyokaliwa au kuingiliwa na chochote. Kwa hiyo popote ulipo, nafasi yako haingiliwi na chochote. Popote ulipo, nyazifa yako haingiliwi na chochote, na kufanya popote ulipo upo katika nafasi ya Mungu kujitazama jinsi yeye alivyo, kwa ule uzuri au vema usahihi wa uwepo wake. Kwa hiyo hakuna shaka kwamba popote ulipo, nafasi yako kwamba itachukuliwa na yoyote, kwa kuwa yoyote popote alipo amesha kuchambua jinsi anavyoweza yeye kwa jina la kukuite, na wewe ukabaki katika nafasi ya upekee ya kujitazama kwake kwa uzuri au vema au usahihi alionao. Kwa hiyo hapo ulipo, hautafuti nafasi ya upekee, kwa kuwa uwepo wako ndiyo nafasi ya upekee ulionayo. Uwepo wako ndiyo nafasi ya pekee uliopewa, ndiyo sehemu, ndiyo nafasi uliopatiwa, ndiyo nafasi ulionayo ya pekee katika kuishi kwako, katika Mungu kujitazama kwake anapokuona. Baba akikutazama anajiona. Mama akikutazama, akikuchambua anavyoweza, anajiona. Taifa likikutazama, likikuchambua linavyoweza, anakutazama, anakuona au anajiona. Kila kimoja kilichopo popote pale kikikuchambua kinavyoweza, kinapata kujiona hapo ulipo. Tajiri akijichambua vizuri anajiona. Maskini akijichambua vizuri anajiona kwako. Mzima akijichambua vizuri anajiona kwako. Dunia ikijichambua vizuri inajiona kwako, na inakuwa haina budi kukutumikia. Chochote kinakuwa hakina namna ya kukupumzisha, ya kukustarehesha hapo popote ulipo, kwa uwepo wa sura yake anapokuwepo popote pale. Kwa hiyo kilichobaki kwako si kutafuta nafasi, bali kuiishi nafasi. Kilichobaki kwako si kuitafuta nafasi kwa Mungu, bali kuiishi nafasi ya uwepo wako uliopewa na Mungu, kwa kuwa chochote kilichopo kimeshajichambua na kupata kujiona ndani yako wewe. Baba anajiona, mama anajiona, mtoto anajiona, kaka anajiona, shangazi anajiona, kiongozi anajiona, mtumishi wa Mungu anajiona. Kila kimoja kinajiona ndani yako, kinajiona katika sura ulio nayo, na kwa kujiona tu
kwa jina la kuitwa kwako, basi huyo ndiye aliye msaidizi wako kwa kuwepo kwake, ikiwa na maana yoyote, popote pale alipo, chochote popote pale kilipo, ni chasula ya kujitazama kwako, kwa kuwa wao wamejitazama kwako na kupata kujiona ndani yako, na kupata kujiona popote ulipo, na kufanya popote ulipo kwa uwepo wako ndiyo nafasi uliopewa na Mungu. Kwa kuwa uwepo wako popote pale ulipo bado upo katika nafasi ya kuishi au kustareheshwa na Mungu, kustareheshwa na kila kimoja kilichopo popote ulipo, kwa kila jambo unalolifanya, kwa chochote unachokifanya, upate kustareheshwa, kipate kusaidiwa na kufanya unachokifanya chochote kiwe ni cha pumziko au kupumzishwa na Mungu popote pale ulipo. Na ndio maana ulipo wewe unaishi maisha ya kiungu, na unabidi uishi maisha ya kiungu, kwa kuwa maisha ya kiungu ni katika jambo moja unalolifanya, mengine yote unasaidiwa. Katika kila chochote unachokifanya, yote mengine unasaidiwa na kufanya popote ulipo. Usiweze kupungukiwa na chochote kwa kufanya kwako, usiweze kupungukiwa na chochote katika ndoa yako, usiweze kupungukiwa na chochote katika familia yako, usiweze kupungukiwa na chochote katika ukulima wako, usiweze kupungukiwa na chochote kwenye chochote unachokifanya, kwenye chochote ulicho nacho, kwenye chochote kilichopo cha sura ya kufanana na wewe. Usipungukiwe wala kuzidiwa, kwa kuwa ulipo upo katika nafasi ya uwepo wa kuwepo kwako popote pale ulipo. Kuanzia leo Mungu anakupumzisha. Mungu amekupa pumzisho. Ulipo hapo ndipo pumzisho la Mungu lilipo, ndipo usaidizi wa Mungu ulipo. Usiogope tena popote ulipo. Katika kazi ulionayo, nenda kazini. Ofisini, nenda ofisini. Mengine yote Mungu anakufanyia. Mengine yote Mungu yupo kukufanyia. Mengine yote, kila kimoja kilichopo popote kipo kukufanyia wewe, ili uwe na pumziko hapo ulipo, uwe na starehe kwenye chochote unachokifanya. Wewe baba, rudi nyumbani kwa mkeo. Wewe mume, rudi nyumbani kwa mkeo. Inapofika nyakati za kurudi nyumbani, usifikirie mke wako atakufurahia vipi. Wapo wa kumfanya mke wako akakufurahia. Wewe upo tu kuwa mume, wewe tu upo tu kuwa mke. Yupo wa kumfanya mumeo akufurahie wewe mke. Yupo ambaye anamfanya mzazi akufurahie wewe mtoto. Kwa hiyo usihofu kuwa mtoto, usihofu kuwa baba, usihofu kuwa mama, usihofu kuwa mwanamke, usihofu kuwa mwanamume, kwa kuwa Mungu amekuweka palipo nafasi na kufanya chochote kilichopo kipo kukupumzisha wewe, ukawa baba, wewe ukawa mama, wewe ukawa mume, wewe ukawa mke, na ukapumzishwa na mume, ukapumzishwa na mke popote pale ulipo. Wewe ukawa na biashara hiyo,
ukapumzishwa na wateja, ukapumzishwa na serikali yako, ukapumzishwa na wakulima, ukapumzishwa na kila kitu popote pale kilipo. Kwa kuwepo kwake pale, kipo kukupumzisha wewe, kipo kukustarehesha wewe, kipo kukufanya hapo wewe ukawa hapo ulipo, na popote unapofika ukafurahiwa, popote unapofika ukashangiliwa, popote unapofika ukawa mwenye raha ya kuwepo kwako pale. Kwa hiyo Mungu leo yupo nyumbani kwako, yupo kukupumzisha, katika kukwambia uzuri au vema ya uwepo wako katika nafasi ulionayo. Mungu aliyokupa ni uwepo wako. Acha nikwambie kitu kimoja, acha nikwambie jambo hili kwamba uwepo wako ni dhahiri, ndio udhibitisho kwamba Mungu yupo na wewe. Mungu ameridhika na wewe. Wewe umeridhika na Mungu. Wewe umeridhika na kila kimoja kilichopo popote pale kilipo, kipate kukusaidia, kipate kukutumikia, kipate kukufurahisha, kipate kukuweka hapo ulipo uwe na furaha. Na uwepo wake Mungu popote pale, na uwepo wa chochote popote pale kilipo, ni dhahiri kwamba kimeridhika na wewe popote pale ulipo upate kuwepo. Kwa hiyo haijalishi uko wapi, uko katika familia ipi, Mungu amekupa nafasi. Mungu amekupa nafasi. Kwa uwepo wako umeridhika na Mungu. Kwa uwepo wake Mungu ameridhika na wewe. Kwa hiyo hautapungukiwa na chochote hapo ulipo, hautazidiwa na chochote popote ulipo. Mungu yupo kukusaidia. Haijalishi uko wapi, wewe unachotakiwa ni kuwepo. Nenda popote pale unapotakika kwenda, Mungu anavyokuongoza. Nyumbani kwako nenda, kwa familia yako nenda, kusalimia wazazi nenda, kazini kwako nenda. Usijali bosi atakuona vipi, kwa kuwa anayemweka bosi akuone vizuri wapo. Wewe ni kwenda tu ofisini. Anayeandaa wateja wako waje katika ofisini kwako wapo. Wewe nenda katika ofisi yako, tembea popote pale, fika. Chochote unachokifanya, Mungu yupo kukupumzisha. Na leo hii unauona mkono wa Mungu. Leo hii unaona pumzisho la Mungu. Leo hii pumzisho la Mungu halitakosa kuwepo nyumbani kwako. Leo kwenye chochote unachokifanya itakuwa ni furaha kwako. Kwenye chochote unachokifanya katika uwepo wa maisha yako, uwepo wa familia yako, furaha, raha haitakosekana nyumbani kwako. Pokea pumziko hili. Pokea pumzisho hili na amani ya furaha ya pumzisho hili, ya starehe hii, ya kuwa katika nafasi ya uwepo wa Mungu, nafasi uliopewa na Mungu, iwe pamoja na wewe pasipo kupungukiwa na chochote wala kuzidiwa na chochote. Kwenye jambo lolote unalolifanya, hautazidiwa, hautapungukiwa. Pokea, nenda kazini, nenda fanya shughuli, nenda popote, ishi katika uwepo wa kila jambo unalofanya, na Mungu yupo pamoja nawe popote pale ulipo. Pokea neno hili na furaha hii isikupungukiwe popote ulipo. Pokea na iwe